Skola alikuwa ni Selemani Mwalimu. Golikipa bora alikuwa ni Hussein Abedi wa Simba. MVP Rushen Delok. Mchezaji kijana alikuwa ni Hussein Mbegu. Kocha bora Steve Baka. Mwalimu alifungana na mabao na Dube, lakini amechukuliwa Selemani Mwalimu kwa kile ambacho alikifanya jana. Tuzungumzie hili likiwa la mwisho, tugusie pia kwa muda uliobaki taarifa nyingine. Nikisema Selemani Mwalimu ndo mshambuliaji bora wa mchezaji bora mzawa kwenye ligi yetu ya Tanzania, nitakuwa sijakosea. Nikija na fakti za kile ambacho anakifanya akiwa na Simba na kwenye muda ambao amesajiliwa na Simba na kile ambacho anakitoa kwa muda huo ama kwa muda huo ambao bado tunamuona bado hajadeliver vizuri, lakini anachokitoa anaonyesha kwamba si mchezaji wa kawaida, hususan nafasi anayoicheza. Of course utakuwa uko sahihi na naungana na wewe, kwa sababu kila nikiangalia kwenye ligi yetu ni ngumu sana kupata mchezaji kama Selemani Mwalimu. Ndio ana madhaifu, aweza akawa bora kwa kila kitu, lakini angalia kila ambacho anakitoa kwa uwezo wake binafsi. Amekuwa akiamua baadhi ya michezo ya Simba kama ilivyotolea mfano wa michezo ya Muungano kwa asilimia kubwa kaiamua yeye, lakini angalia pia mwenendo wake ama mwendelezo na muda ambao amesajiliwa ndani ya Simba. Wakati anatoka Wydad kwa mkopo kuja Simba, alikutana na dhahama ya washambuliaji wawili ambao ilikuwa ni ngumu sana. Inawezekana hata yeye kwake matumaini alikuwa ni madogo mno ya kuweza kupata nafasi ya kucheza. Alikutana na Jonathan Soa, alikutana na Steven Dese Mkwala, wote wapo pale, na Mwalimu alikuwa na opti amtumie nani, aidha watumie wawili, alafu Mwalimu yeye anabaki kupewa aidha dakika 5 au wakati mwingine apewi kabisa. Kuna michezo mingine alikuwa apati nafasi kabisa. Kwa hiyo mpaka sasa Mkwala aliondoka, so akakutana na shida yeye na uongozi. Mwalimu kachukua nafasi, kaonyesha kwamba kweli hamkunitoa Wydad kwa bahati mbaya, kuna kitu mlikiona kwangu, na ana produce. Mpaka sasa michezo ambayo amecheza ndani ya Simba magoli 6. Ukiangalia ndani ya hayo magoli 6 yapo ambayo yameamua game za Simba za ligi kuu ya NBC, lakini angalia kwenye CRDB, angalia kwenye Muungano Cup, unaona kweli huyu ni mchezaji ambaye kwanza ana mwendelezo japo sio 100%, lakini pia angalia anavyoisaidia klabu yake, kwa sababu yeye akiwepo utamuona, asipokuwepo pia utamuona. Yani kwa sasa hivi Simba wakicheza bila Selemani Mwalimu utajua tu, hata kama ulikuwa hujaangalia utajua kweli hapa Mwalimu hayupo. Lakini Mwalimu akiwepo pia utajua kwamba Selemani Mwalimu yupo. Uzuri wa Selemani Mwalimu sio mchezaji wa kusema labda ana mambo mengi sana. Ni mchezaji ambaye kikubwa ambacho nakipenda kwake, anajua kukaa kwenye nafasi. Japo ana makosa ya final touch ama end product anayoitoa ni ndogo sana kuliko washambuliaji ambao tunaweza tukasema ni washambuliaji hatari. Yani sio mshambuliaji hatari kivile, lakini ni mchezaji ambaye ana elements. Maana yake kuna makosa madogo ambayo akiamua kukaa na akayaondoa anaweza akawa bora zaidi, lakini kulingana na kwamba yeye ndo mchezaji aliyepo na ndio naye aminiwa, of course anazidi kuimarika mchezo hadi mchezo, na si tu kuanza, hata akitokea bench tunaona manufaa yake. Kwa hiyo ukisimama ukasema kwamba Selemani Mwalimu kwa sasa ndiye mshambuliaji bora mzawa kwa sasa hivi, utakuwa hujakosea, kwa sababu sasa hivi hata kama timu ya taifa ingekuwa inaitwa kwa sasa hivi, nafikiri miongoni mwa washambuliaji ambao wataitwa wakiwa wa kwanza ni pamoja na Selemani Mwalimu. Umri wake unaruhusu, lakini pia bado anategemewa sio tu kwenye klabu, hata timu ya taifa bado inamtegemea. Lakini kama akiendelea hivi, nafikiri niliwahi kuzungumza na wewe nikasema kama Mwalimu kuna siku ama kuna nyakati bora ambazo anaweza akajivunia kwenye career yake ya mpira, nafikiri ni wakati huu ambao yupo Simba kwa mkopo. Tulitolea mfano ambapo alicheza Fountain, haikuwa michezo mingi, alienda Wydad, alikuwa apate nafasi kubwa. Wakati anatoka KMKM Zanzibar ndo alikuwa amewaka. Kwa hiyo
wakati ambao amepata muda wa kutulia, akakutana na makocha tofauti, akakutana na challenge, ni wakati ambao amecheza Simba. Na kama ingekuwa inawezekana ni kirahisi sana, Simba wangeenda kumalizana na Wydad, wakamsajili moja kwa moja Selemani Mwalimu afu wakabaki naye. Faida wanayoipata ni mchezaji mzawa. Lakini pia faida nyingine wanayoipata pia, anachokitoa anakitoa akiwa nyumbani, lakini pia anacheza kwa uzalendo zaidi. Tumeona matukio kadhaa ambayo yanajitokeza, mara nyingi ni wachezaji wa kigeni. Inawezekana kwa sasa hivi wakawa wanajiuliza kwa nini Soa inakuwa hivyo, na tuna gharama ambazo anazitumia ni zaidi ya gharama ambazo tunamlipa Selemani Mwalimu. Lakini mwisho wa siku unaangalia kile ambacho kinakupa faida zaidi. Nitakiwa pia ukionyeshe ama ukiwekee heshima, kama sio kukitiria mkazo. Kwa hiyo kama ningekuwa mimi na washauri Simba, hawatakiwi kumwacha Selemani Mwalimu. Kama Wydad kuna kipengele cha kwamba hii mkataba wa mkopo anaweza akasajiliwa, Simba wanaweza wakazungumza na Wydad. Kwa sababu naamini hata Selemani Mwalimu akisema arudi Wydad bado atapata shida ya kupata ile game time ya kucheza. Pengine anaweza akaanza kukumbuka enzi ambazo alikuwa Simba, kwa sababu hata alivyofungiwa ile michezo mitatu bado Simba wali struggle katika kutafuta magoli na kupata matokeo kwenye michezo yao. Bana, sawa. Selemani Mwalimu kwa sasa ni mshambuliaji bora mzawa hapa Tanzania. Wewe unahisi wa kwako ni yupi? Chapa ujumbe wako pale afu mambo yaende vizuri bwana.